yako ni watu hawakusaidii. Una tatizo kwamba watu hawakusaidii, unahisi kwamba watu wamekutupa, na ukiwa hata na jambo lolote hakuna mtu ako tayari kukusaidia. Yaani wewe kwa lugha nyingine unakosa kibali. Hakuna rehema za watu hawakuonee rehema kabisa. Na wewe mwenyewe unajaribu hata kufanya mema, lakini huwezi kupata kibali. Kuna mambo ambayo inachangia kuwe namna hiyo. Lakini kuna jambo ambalo nitakuambia unaweza kufanya pamoja na maombi yale unaomba, na kule kufunga unafunga, na mambo ya imani kulingana na imani yako kanisani mwako unafanya vile inavyotakikana. Lakini huenda ya kwamba unaangukia mtego huu. Kuna mambo ambayo nitaweza kukuambia. Utachukua mdalasini wa unga. Chukua mdalasini wa unga, alafu chukua karafuu. Mdalasini wa unga na karafuu. Mdalasini wa unga unaweza kuwa vijiko 3 vya chakula vile vinatumika kukula. Mdalasini wa unga. Lakini karafuu unachota tu, si lazima uhesabu. Wewe chota tu karafuu ambayo unaona kwamba kwa mkono. Alafu weka kwa bakuli kama hii iliyo na maji. Maji haya yanatakana yawe maji ambayo umeyavuna ya mvua ya siku ya Alhamisi au siku ya Ijumaa au siku ya Jumapili. Narudia, maji yale utaweka ndani inatakana iwe ya mvua. Umeivuna siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa au siku ya Jumapili. Jambo lingine, iwapo pengine unataka kufanya na unakosa maji, tumia maji ya bahari. Tumia maji ya baharini, yatafanya kazi vyema pia katika resipi hii. Jambo la tatu, iwapo maji ya bahari pia haupati, tafuta tunda la nazi. Nazi kama 3, ukatoe maji ndani, ukachunga vizuri yawe masafi. Uweke ndani ya bakuli kama hii. Sasa mdalasini wa unga utaweka ndani ya hayo maji. Alafu karafuu pia utaweka ndani ya hayo maji. Utafunga na mkono hivi, alafu sali mbele ya Baba yako aliye sirini. Na ukitumia Zaburi 23, uisome mara 3 ukirudia mpaka aya ya 6. Ukisha maliza, sasa anza maombi kuelekea kwa Mungu wako. Vile moyo wako unavyotaka kutokana na jinsi umekosa kibali na rehema za watu. Mungu akupatie kibali mbele zake na mbele za wanadamu. Kushoto, kulia, mbele na nyuma watu wakuonee huruma. Ukiwa na jambo watu wasimame na wewe. Basi nenda mbele ya Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Si Mungu akusaidia mwanangu ukifanya hivi. Baada ya hivyo uweka asubuhi na mapema, utaondoa maji yale sasa. Utaiweka usiku wote, utaacha ndani ya bakuli. Baada ya sala utaiacha asubuhi na mapema. Ikiwa umekucha utatoa maji yale, utatumia maji yale kunawa mikono kila ukienda katika biashara yako. Kama wewe ni mtu unashika hela kila siku, uko kwa biashara ya kukamata pesa kila siku, utaosha mikono yako na kuchukua kitambaa. Utasoku ndani, ingiza kitambaa ndani ya maji yale, alafu panguza nayo uso. Panguza nayo uso, na ukishapitiza hiyo kitambaa ambayo imegusa maji yale, hakikisha usipitishe kitambaa kingine. Na wala hauruhusiwi kupaka mafuta mengine juu ya uso wako kama umenawa na maji haya. Utafanya hivyo kama ni mtu ambaye una biashara ya kila siku inayoleta hela kila siku. Lakini iwapo wewe ni mtu unatarajia hela kuingia ama kulipwa pesa wakati wa mwisho wa mwezi, umeajiriwa, utafanya kunawa maji haya na ufanye hivyo kwa uso wako wakati ambapo unatarajia hela ama kushika pesa siku hiyo, ndio utaenda kufanya hiyo. Au labda una biashara lakini umeajiriwa. Sasa unajua kwamba biashara zinakuja kwa wiki, hela unatumiwa kwa wiki. Basi hakikisha ya kwamba, naongea habari za kushika hela kwa mikono. Siongee kuhusu kutumiwa pesa kwa account, siongee kuhusu kutumiwa pesa mobile kwa simu, naongea kuhusu vitu vya kulipwa pesa moja kwa moja. Wewe ni mtu unashika pesa na zikai.
unashika pesa na zikao, watu wamekosa kuonea huruma, watu wamekosa kusimama na wewe. Hili ndilo jambo utafanya, umekosa kibali. Utapewa kibali na Mungu, utasaidika kwa kazi hii. Fanya hivi mwanangu kila siku wakati ambapo unaenda kwa biashara, lakini kama umeajiriwa, fanya hivi tu wakati unatarajia hela siku hiyo uweze kushika. Kwa lugha nyingine, hauruhusiwi kuingiza hela yoyote katika maisha yako mikononi mwako iwapo haujafanya recipe hii asubuhi siku hiyo. Unaruhusiwa maji yale uyatumie, utaona mageuzo, na Mungu wa mbinguni aliye uwezo, aliyeumba vitu vyote kwa kusudi la kutumia, atakupa kibali mbele zake na mbele za wanadamu kazi unayoifanya. Mungu akubariki. Watu watakuja kwako wasiotarajiwa kuja kwako. Watu watajitolea kusimama na wewe katika hali ambao unapitia, ambao haukudhani kwamba watasimama na wewe. Si Mungu akubariki. Tukutane na wewe katika video inayokuja. Asanteni. Bwana Yesu awabariki na wape kibali tena zaidi.